Hapa yupo Angetile Osia, moja kati ya viongozi wa zamani wa shirikisho la kabumbu nchini Tanzania, na yeye pia ana mtazamo wake kwenye hili sakata. Angetile, habari za asubuhi? Nzuri tu, hali safi kabisa. Nimekutafuta kwenye hili sakata. Katika mambo yote hayo, Yanga walihitaji alama 3 kutoka bodi ya ligi na gharama za mchezo na mambo kadha wa kadha. Lakini bodi ya ligi, kwa taarifa ambayo tumeinasa Crown Sports, imewajibu Yanga kwamba hakuna alama 3. Na ukitazama katika taarifa hiyo, ina vipengele 12. Kipengele cha mwisho kabisa kikiwatakia heri zote Young Africans katika maandalizi mema ya mchezo ambao utapangiwa tarehe nyingine. Lakini kwa huko Young Africans, wao wapo katika utaratibu wa kwenda katika mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS. Hili Angetile, kwa uzoefu wako, kwa hiki Yanga ambacho wanakifanya ni sahihi, na unaona watakwenda kupata haki yao na majibu kutoka bodi ya ligi kwamba hakuna alama 3, wao wako sahihi? Karibu tupate uzoefu wako. Ya, mimi naona kwa jinsi tukio lilivyo, Yanga kutafuta mkondo wa sheria ambao utawapa kile wanachokitaka, ndio nadhani wako sahihi. Ingawa sijui katika hiyo content ya barua ni nini, sijui, huenda ukawa wana hoja tofauti nyingi sana. Kwa hiyo content hiyo bado sijui kwamba ni point 3 ama wanapingana na maamuzi ya kamati ya ligi. Ndio. Lakini navyoona ni kwamba TFF inafanya mambo kimazoea. Hili ni tatizo kubwa, lakini inachukulia kimazoea. Na nilikuwa nasema kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ni sehemu ya tatizo. Haiwezi karudi tena ikaenda kufanya uamuzi mwingine wakati ilishafanya uamuzi kwa taharuki tu, kwamba Simba wamezoa taharuki alafu wenyewe ikaenda kufanya uamuzi kwa taharuki. Kwa hiyo imeshakuwa sehemu ya problem. Haiwezi tena ikasema inataka isahihishe bila kukaa na bila chombo kingine kuja pale kuita pande zote kulizungumza hilo swala kwa makini na kujua nini kilisibu, kwa sababu tuliondoa mpira mahakamani. Ndio. Kwa sababu zamani watu walikuwa wanaenda mahakamani, ligi inasimama, mtu anasema anaomba oda ya muda ya kusimamisha ligi wakati shauri kuu linasikilizwa. Kwa hiyo inaweza kachukua miaka, inaweza kachukua nini. Kwa hiyo tukaondoa mahakamani ili kama kuna jambo leo linashughulikiwa, lakini mpira uendelee kucheza. Sasa nimeshangaa kamati imeenda kufanya uamuzi ambao ungechukuliwa na mahakama kwamba unasimamisha mechi ili ishughulikie masuala mengine. Kwenye mpira hicho kitu hakuna. Utamaduni wa mpira ni kwamba shauri lako litazungumzwa, alafu ikiwa vipi matokeo yanaweza kubatilishwa. Tumeona Vita ilipewa ubingwa Kongo, lakini kanyang'anywa watu walioenda kati. Ndio. Kwa hiyo kufuata mkondo wa sheria ni vizuri, kwa sababu lakini nadhani kunahitaji precedence ili uahirishaji hovyo wa mechi ambao umefanyika kwa mechi ya Simba na Kagera mwaka juzi, umefanyika kwa mechi ya Yanga na Simba, tena kwa mechi ya Yanga na Simba mara 3. Ndio. Alafu ni 2 hours before the match. Hiki kitu ni lazima kikomeshwe. Watu waone kwamba mpira ni kitu muhimu kuliko maamuzi ya ajabu. Kwa hiyo katika haya yote Angetile, umezungumza awali hapo kwamba haya mambo yanafanyika kimazoea zoea, na haya mazoea ambayo yanafanyika, huoni kwamba Simba na Yanga ndio wanapata huo mpenyo na kujiona wao ni wakubwa zaidi ya TFF ama bodi ya ligi? Imefikia hapo kwa sababu ukishaanza mambo ya miafaka, ama kwa sababu sisi tuna mamlaka, unailisha mechi, atakayegoma kucheza mechi inayofuata tutamchukulia hatua. Unailisha mechi katika mazingira gani? Kwa hiyo sidhani kama kesho Pamba ikisema tumezuiwa kufanya mazoezi
Namungo kule TFF wataahirisha mechi. Hakuna kitu kama hicho. Lakini kwa Simba na Yanga inadiriki. Hii ni mara ya pili katika ndani ya miaka mitatu. Sasa huu umeshapoa utoto. Kwa hiyo tumie kauli kwamba Simba na Yanga ni wakubwa, na ukweli ni kwamba ni wakubwa katika soka la Tanzania Ngetile. Yeah, of course Simba na Yanga ni wakubwa, lakini ukishakuwa na wakubwa wawili lazima uwe msumeno, lazima uwe unakata ukienda mbele na ukirudi nyuma. Ndio. Na unakata wakati ukwenda mbele. Lazima ukate kote. Ndio sheria ilivyo. Ndio. Kitu cha msingi ukubwa wao ni katika mambo yao, lakini katika kanuni hawezi kuwa wakubwa kwa sababu kuna timu 14 zote zinashiriki ligi hiyo. Ndio. Kishaanza kutoa muda eti wanababi, unatoa wiki nzima wajiandae. Vitu gani? Yaani vitu ambavyo vimeshapita na wakati. Angetile mpaka leo. Angetile umesema mpaka leo, lakini nataka niongezee hapo swali. Kwa kumbukumbu tu pengine za wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza hivi sasa, na mimi pia nikiwemo katika kipindi chenu, wewe ukiwa karibu mkuu pale wa TFF, vitu kama hivi vilikuwepo ama havikuwepo? Mbele ya tenga hamna mtu atadiliki kusema hatutapeleka timu uwanjani. Iliwahi kutokea Yanga kwenye CAF wakafutiwa. Ndio. Kwenda uwanjani kucheza mechi ya mshindi wa 3 wa kombe la Kagame. Walifungiwa. Na Yanga na Simba wasingeweza kufanya hivi hata siku moja. Simba itakavomea mechi moja, nadhani ilikuwa ni shauri ya Kevin Nyonda aliwaambia Yanga, lakini hakuthubutu mtu kutoka hadharani kusema hatutakwenda uwanjani. Haikuwahi kutokea mpaka mwaka. Kwa hiyo kukiwa na ulegevu katika usimamizi wa kanuni, haya mambo yanatokea. Na ndio maana yanatokea katika situation kama hii mara ya 3. Ndio. Yanatokea na husu timu moja mara 3. Kwa hiyo kuna ulegevu katika usimamizi wa sheria na kanuni, ndio maana watu naibuka wanasema hatutacheza mechi. Na hao wanaosema wanasimamia kanuni na wenyewe wanasema hatutacheza. Ndio. Kwa hiyo kukiwa na ulegevu, binadamu ni kama mnyama mwingine yoyote, anakuangalia usoni. Akiona unaonyesha hofu akiwa mbele yako, atakutisha tu. Na nilidhani kama TFF wangekuwa serious na kama wangechukua hili kama ni swala kubwa, badala ya kukaa kuandika barua kwamba mechi hiki, taka kwanza walichunguzi. Na kuna watu, kwa sababu taharuki ni kinyume cha maadili. Kuzusha taharuki ni kinyume cha maadili. Watu waliozusha taharuki walitakiwa washughulikiwe kwa sababu ni kosa la kimaadili. Kuna mtu ambaye amefungiwa maisha kwa sababu ya taharuki tu, kwamba alisababisha taharuki, kwamba alienda kuulizia uchaguzi Ubungo, kwamba klabu hazijasajiliwa, na ambao ndio sheria kuu kwa TFF kushirikisha klabu lazima uwe na usajili. Lakini walienda kuulizia kwamba wajumbe wa mkutano wa uchaguzi Ubungo wengine wametoka kwenye klabu ambazo hazijasajiliwa, amefungiwa maisha. Sasa hawa wanaozua taharuki wakati watu wamejazana uwanjani kule wanaachwa tu. Na wengine wamesema kabisa kwamba sio ligi tu, hatutacheza mechi zote, wanaachwa. Kamati ya maadili iko wapi? TFF iko wapi? Wanakaa wanashughulikia mechi the whole thing kwa ukubwa wake. Hawaiangalii, wanaangalia kabisa kidogo. Kwa hiyo mimi nishasema kamati ilipoteza sifa ya kushughulikia swala la Simba na Yanga kwa sababu ilifanya kosa, yenyewe ndio ilifanya kosa, sio Simba wala Yanga. Lakini kamati ndio ilifanya kosa kwa kuahirisha mechi kinyume na kanuni na utamaduni wa mpira wa miguu. Lakini Angetile ukitazama katika hii barua ambayo Yanga wamejibiwa, nasi Crown Sports tumefanikiwa kuinasa, ukitazama katika moja ya vipengele ni kwamba mechi ile ilikuwa ina viashiria vya ukosefu wa uvunjifu wa amani, kwa maana ya usalama ulikuwa mdogo, lakini pia kulikuwa na viashiria vya rushwa katika uchunguzi waliofanya. Kwa hiyo wewe kwenye hili unasemaje? Maana yake wakati mwingine dharura pia inaweza ikasababisha kuahirisha mechi. Maana yake inaweza mechi ikachezwa alafu yakatokea maafa. Angetile. Kama kulikuwa wamesema litawekwa bomu uwanjani, ndio I can understand, lakini masuala ya usalama wataalamu ni polisi.
Ndio. Polisi wanajua, wana viashiria vyao vya usalama, na kama wanaona kutakuwa na hatari, polisi wanazuia mkusanyiko wowote. Sasa watu wamekusanyika pale, mbona kukuwepo na vurugu, hamna mtu aliyepigwa? Si watu walienda uwanjani kuanzia asubuhi. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna viashiria vya usalama, jukumu ni kuitaarifu jeshi la polisi lilinde liongeze. Ponake polisi katika kikao cha pre-match huwa wanasema kuna viashiria vya usalama, kwa hiyo tungehitaji polisi wengi zaidi. Kwa hiyo badala ya kuja 300 na kuja 500. Hivyo viashiria ambavyo TFF iliviona ilitumia study gani, wakati jeshi la polisi ndio lenye studies. Kwa hiyo unaona kabisa kuna kuchengesha vitu hivi. Na kama kulikuwa kuna viashiria vya rushwa, na kuambia haitatokea hata siku moja utasikia mtu anaadhibiwa kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Kama kuna viashiria vya rushwa, peleka hii issue maadili. Na mechi itajionyesha pale uwanjani kwamba bana kulikuwa na viashiria vya rushwa au vipi. Kuna refa kule alipewa pesa na wacheza kamari apendelee timu moja, lakini ile skendo ya juzi ambayo refari kulikuwa kuna mazungumzo ya kadi ya njano, yule refa alienda akatoa kadi ya njano kweli, lakini ile kadi ilikuwa inastahili. Kwa hiyo ni shida kusema kwamba hapa kulitokea rushwa. Rushwa ni issue very complicated. Na TFF haina study hizo za kujua nani. Ingepeleka TAKUKURU hiyo swala kama ilikuwa na nani, alafu waje waone pale uwanjani hiyo rushwa inafanyikaje. Kwa hiyo ni ujanja tu. Na hili jambo lipo TAKUKURU kwa sababu kama Paul Mkai nimejaribu kufanya tafiti za hapa na pale, kuzungumza pia na baadhi ya watu wa TAKUKURU. Wamesema hili jambo lipo kwenye uchunguzi na wanalichunguza kweli kweli. Ndio maana bodi ya ligi pamoja na TFF wameona pia hili ni jambo ambalo linahitaji kufanywa kazi na wahusika wenyewe. Utamaduni wa mpira hauwezi kusimama kwa sababu ya mambo ya nje ya mpira. Mpira hauwezi kusimama unless kuna force majeure. Force majeure ni janga, labda umetokea tetemeko pale uwanjani, umetokea mafuriko, uwanja hauwezi kuchezeka, na hata kama uwanja umejaa maji, lazima watu waende pale uwanjani kwanza wahakikishe kwamba mpira hauna nini. Lakini mpira hauwezi ukahailishwa eti kwa sababu ya matukio ya nje ya uwanja. Huo utamaduni wa mpira haupo, na hamna kanuni zinaruhusu unless ni force majeure. Sasa wenyewe dharura walioipata ni dharura gani? Unaona, yani maelezo wanatoa kujichanganya. Hauwezi mpira ukasimama hata siku moja. Wale nani Togo walikuwa wanaenda kule kwenye finals, wakashambuliwa, wakasema kwanza wakasema wasiende kule, wakafungiwa. Wasiende kwenye nani finals za AFCON South Africa, walifungiwa kwa sababu mpira kama wamepata janga, mpira unatumia mpira kutangaza kwamba kuna tukio kubwa limeliwakuta wa Togo na dunia nzima natambua, na kama ninahitaji msaada wanaungana na Watogo. Kwa hiyo hakuna kitu kwenye mpira kinachoweza kusababisha mechi isichezwe unless majanga. Okay, sawa Ngetile. Hans Rafael naye pia na maswali hapa. Naam. Brother. Kwema? Kwema. Mimi nimekusikiliza vizuri sana na nitakuwa sina cha kuongeza zaidi, ila nikupe pongezi. Na niseme wazi kwamba mpira wa Tanzania unahitaji Angetile kama 5. Sure, kwa sababu nisha play part yangu pale, na wengine lazima wa play part. Ila sasa mimi na play part huku nje kama mtazamaji, naona vitu vinavyotokea na viko vinavyonikera ni vingi. Na najihisi na wajibu wa kuzungumza. Lakini sasa Angetile, wengi wanauliza kwamba wakati wa utawala wako kwa nini haya kuyafanya? Yani wewe kama Angetile umelipeleka wapi soka la Tanzania? Maanake watu huwa wanatoa hizo kauli Angetile, na tumai unazisikia hizi. Unajua watu wengi wanashindwa kujua. Mimi TFF nilikuwa ni mtendaji, nilikuwa decision maker, nilikuwa ni mtendaji. Yani kama alivyokidao sasa hivi msikia anafanya lolote.
lakini kazi yake ni kuhakikisha shughuli za kila siku zinakwenda. Wako watu walikuwa wanafanya maamuzi ambao ni kamati ya utendaji. Ndio maana nikizungumzia enzi zangu pale nazungumzia utawala wa Tenga, kwa sababu yeye na kamati yake ndio walikuwa wanafanya maamuzi. Unaona? Na kazi kubwa ambayo Tenga alifanya ni kuchonga barabara. Ndio. Vitu vyote tunaviona leo vinakwenda vizuri kwa sababu kuna watu walikaa chini wakachonga barabara, wakatengeneza TFF hiyo taasisi. Kwa hiyo mtumiaji wa barabara huwezi kusema yule anatumia vizuri barabara wakati aliyechonga yuko mwingine. Crown Media. Hapa ni nyumbani.